Mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha Faraja Kwako. Siku ya leo tunakuja na jambo ambalo litatia moyo katika maisha yako na kufufua tumaini lako. Mara nyingi watu huwa tunajiuliza, hivi kwa nini Mungu anachelewesha mafanikio yetu? Na kwa nini tunaomba hatujibiwi haraka? Na kwa nini wakati mwingine Mungu anaruhusu tunapitia magumu fulani ambayo tunayapitia? Lakini siku ya leo nimekuja na ujumbe wa faraja kwako, ya kwamba hii ndio sababu ambayo Mungu anaruhusu upitie njia ndefu ambayo unaipitia leo. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 katika fungu lile la 17, neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hadi wamevaa silaha. Ukiangalia vizuri ni kwamba kulikuwa na njia nzuri tu ndogo ambayo Waisraeli wangeweza kuipitia na wakafika maeneo ya Kanaani kwa muda ambao ni mfupi mno. Lakini Biblia inasema njia hiyo haikuwa na usalama. Ilikuwa inapitia katika nchi ya Wafilisti, na Wafilisti walikuwa ni watu wa vita. Na Mungu kwa kujua hilo, wakati wa Israeli hawajui, akawapitisha katika njia nyingine ambayo ilikuwa ndefu, lakini ndani ya njia hiyo ilikuwa na miujiza isiyo ya kawaida. Yaweza kuwa hata wewe kuna njia ndefu unayoyapitia, kuna mafanikio yako unayoona kana kwamba yamechelewa. No, usiogope. Muda sahihi wa Mungu ni sawa kwa ajili yako. Lakini njia hiyo unayoipitia, Mungu anaamua kukupitisha katika hiyo ili tu ushinde maadui ambao wamejipanga kwa ajili yako. Na kuna saa unaweza kulalamika ukasema, Mungu, kwa nini mimi hivi? No, usilaumu. Tafuta utukufu wa Mungu katika njia yako. Njia yaweza kuwa ni ndefu, yaweza kuwa ni ngumu, lakini kwa sababu Mungu yupo katika njia hiyo, safari iendeleze. Kwa kuwa yeye yumo, utaona miujiza ikitendeka kwa namna isiyo ya kawaida. Sikiliza, Waisraeli walitamani wapite katika njia ambayo ni fupi mno, lakini njia ile Mungu akiangalia anaona maadui wamejipanga wengi sana. Njia ile Mungu akiitazama anaona ni njia ambayo haina usalama kwao. Yaweza kuwa walijaribu kulia wakakomplaini, lakini Mungu akaamua kuwapitisha katika njia ambayo ilizunguka kando ya bahari ya Shamu. Lakini ilikuwa ni katika njia hiyo Mungu alihakikisha uwepo wake ndani yao. Ni katika njia hiyo Mungu mchana aliwafunika kwa kiburi cha wingu akitambulisha yupo. Usiku wa baridi alijitambulisha na kuwaletea joto kwa uwepo wake kwa njia ya moto. Lakini ni katika njia hiyo miujiza walishuhudia katika maisha yao. Nami nakutia moyo mpendwa msikilizaji unayeniangalia, yaweza kuwa kuna njia ndefu unayoipitia, yaweza kuwa kuna jambo fulani unaliona limechelewa katika maisha yako. No, safari yako japokuwa ni ndefu, kama Bwana yuko ndani ya huo msafara, miujiza itaonekana. Kama Bwana yuko ndani ya hiyo njia unayoipitia, hata kama ni ngumu, maadui wakijipanga kwa namna yoyote, kama ilivyokuwa kwa Farao alipowafuatilia wana wa Israeli, wakati Mungu yuko ndani yao akiwafuatilia, Farao alishindwa na akazamishwa ndani ya bahari ya Shamu. Maadui wote ambao wamejipanga kwa ajili yako, ziwe ni njia za mafanikio, ziwe ni njia za mambo ya ibada, ziwe ni njia za biashara zako, iwe ni njia katika mahusiano yako, iwe ni njia katika ndoa yako, kwa kuwa Bwana yuko ndani ya njia hiyo, songa mbele, usikatishwe tamaa na vikwazo, maana Mungu akiwemo ushindi ni hakika. Yaweza kuwa umechoka, unakata tamaa, usichoke, subiri, maana katika njia ndefu unayoipitia Bwana anakusudi kwa ajili yako. Mafanikio ya muda mfupi yaweza kuwa yataleta shida kwako. Subiri mafanikio yanayochelewa, lakini akiwa na Mungu ndani yake. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, Mungu akutie nguvu. Usichoke katika safari yako, maana Bwana yuko ndani ya msafara na ushindi ni hakika. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu. Amina.
karibu tena katika kipindi kingine kinachokuja, na Bwana akubariki.